Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Philip Isdori Mpango, nanyi wapendwa familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Leo tukiwa na mioyo iliyojaa furaha na shukrani kwa Mwenyezi Mungu, tumekusanyika hapa Bagamoyo kuadhimisha kuzinduliwa kwa jimbo jipya Katoliki la Bagamoyo na kusimikwa kwa askofu wa kwanza wa jimbo hili, Mhashamu Askofu Stefano Musomba. Tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwezesha kupatikana kwa jimbo hili jipya ambalo linafanya Tanzania kuwa na majimbo Katoliki 36 na maaskofu 41 waliopo kazini na maaskofu wastaafu 11. Ni moja kati ya mabaraza maaskofu makubwa barani Afrika. Kwa kweli ni la 3 kwa ukubwa barani Afrika. Uanzishwaji wa jimbo jipya unaisaidia kuboresha ustawi wa kanisa na huduma za kichungaji na za kiroho kwa waumini katika kanisa mahalia. Tunapenda kuwashukuru na kuwapongeza maaskofu wa majimbo ya Dar es Salaam na Morogoro kwa kuzaa jimbo hili la Bagamoyo. Wao ndio waliopeleka ombi kwa Baba Mtakatifu na kuanzisha mchakato wa kuanzishwa kwa jimbo la Bagamoyo. Wakatekeleza vigezo na maelekezo waliopewa na hatimaye ombi hilo likakubaliwa na Baba Mtakatifu aliyelitangaza jimbo jipya la Bagamoyo mnamo tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka huu wa 2025 na kumteua Mhashamu Askofu Stefano Musomba kuwa askofu wa kwanza wa jimbo hili. Mchakato wa uanzishwaji wa jimbo la Bagamoyo ulianza tangu wakati wa maaskofu wastaafu wa majimbo haya, yaani Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo wa Dar es Salaam na Mhashamu Telesfori Mkude wa Morogoro, na kukamilishwa na maaskofu wa sasa wa majimbo hayo, Mhashamu Askofu Mkuu Juda Tadeus Ruwaichi na Mhashamu Askofu Lazarius Msimbe. Wahashamu maaskofu wote mliohusika katika mchakato wa uundwaji wa jimbo hili, tunawashukuru sana. Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, ndugu waamini na wageni wengine waalikwa, Kanisa Katoliki jimbo hili la Bagamoyo ndio mlango wa imani na mama wa uinjilishaji Tanzania bara. Kama ambavyo imekwisha elezwa na pengine wenye vitabu hivyo vya maadhimisho haya mmesoma, wamisionari wa kwanza wa Katoliki kufika hapa kwa lengo la uinjilishaji walikuwa ni wamisionari wa shirika la Roho Mtakatifu waliofika hapa Bagamoyo tarehe 4 mwezi wa 3 mwaka wa 1868, miaka 157 iliyopita. Najua wana Bagamoyo mnakumbuka miaka 7 iliyopita tulifanya katika viwanja hivi jubilei ya miaka 150 ya Ukristo Tanzania bara.
Wamisionari hao walianzisha utume hapa Bagamoyo na kisha wakaendelea kwenda upande wa kaskazini mwa Tanzania. Waamini wao wa kwanza walikuwa ni watumwa waliokombolewa ambao waliwafundisha elimu ya ufundi na mafundisho ya dini Katoliki. Kutoka hapa Bagamoyo, imani Katoliki ikaenea maeneo mengine ya Tanzania. Leo kwa furaha tumeshuhudia kusimikwa kwa Mhashamu Askofu Stefano Musomba kuongoza jimbo hili la kihistoria. Baba Musomba, hongera sana kwa kuwa askofu wa kwanza wa jimbo hili jipya la Bagamoyo lenye historia na utajiri mkubwa wa kazi za kimisionari na uinjilishaji hapa Tanzania. Tupo hapa Bagamoyo ambapo ni mlango wa imani huku Tanzania bara na ni kituo cha hija cha kitaifa. Tupo hapa ambapo makaburi ya wamisionari wa mwanzo waliofika kueneza Injili katika eneo hili yapo hapa. Nadhani waamini wakati mnakuja huku mlipita kwenye eneo la makaburi, baadhi ya waliolala pale ni wamisionari wa mwanzoni sana waliokuja kufanya kazi ya uinjilishaji katika eneo hili. Hivyo Baba Musomba, umezungukwa na nyenzo za kiroho za kukusaidia kuchota nguvu katika kufanikisha kazi zako za kichungaji. Unao waombezi mbinguni na duniani watakao kusaidia katika utume wako. Tunakuombea utume mwema uliojaa baraka, fanaka na matunda mengi ya kiroho. Tunapenda kuwaomba mapadri, mashemasi, watawa, makatekista, viongozi wa halmashauri za walei, vyama vya kitume na waamini wote wa jimbo hili jipya la Bagamoyo, mstawishe umoja na mshikamano katika kuishuhudia imani na katika kuliendeleza jimbo hili lenye historia kubwa ya kazi za uinjilishaji. Dumisheni umoja miongoni mwenu na pia muombeeni askofu wenu na kumpa ushirikiano mkubwa katika utekelezaji wa majukumu yake ya kichungaji na kimaendeleo. Wapendwa waamini na wageni waalikwa, taarifa inokuja sasa hivi pengine wengi wenu ndio mlikuwa mnaisubiri. Wengi wenu mmesikia au kusoma taarifa za kuvamiwa, kushambuliwa na kujeruhiwa kwa katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, Padri Charles Kitima, tukio lililotokea tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka wa 2020 katika makao makuu ya Baraza la Maaskofu yaliyopo kule Kurasini jijini Dar es Salaam. Napenda kuwajulisha kuwa Padri Kitima bado anaendelea na matibabu na hali yake inaendelea vizuri.
Tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu aendelee kumlinda na kumjalia uponyaji wa haraka. Sio lengo letu kuelezea jinsi shambulio hilo lilivyotokea, bali tunatafakari na kujiuliza ni nini hasa kinachoshambuliwa kwa tukio kama lile. Je, anashambuliwa mtu, taasisi au taifa? Nadhani vyote hivyo vitatu vimeshambuliwa. Mtu ameumizwa, makao makuu ya Baraza la Maaskofu yamevamiwa, na heshima ya taifa imejeruhiwa. Shambulio lile halikuwa la watu waliotaka kumpola mali au fedha, bali lilikuwa ni shambulio la watu waliotaka kumpora uhai wake, uhuru na haki yake ya kuishi, kusema na kutenda kadiri ya dhamiri, imani na wito wake aliojaliwa na Mwenyezi Mungu. Shambulio alilofanyiwa Padri Kitima ni shambulio dhidi ya heshima na sifa ya taifa letu. Wanatuvunjia heshima watu hawa kama taifa. Sisi tunajulikana kuwa ni kisiwa cha amani na umoja, na shambulio hilo limewapa watu nafasi ya kutukejeli na hata kuwasema vibaya viongozi na vyombo vyetu vya usalama. Tunaomba basi mamlaka na vyombo vinavyohusika walifanyie kazi jambo hili kukomesha maovu haya ambayo yamekuwa yakijirudia mara kwa mara katika nchi yetu. Tunashukuru kwa taarifa ya serikali. Nilimsikia jana waziri wa mambo ya ndani akiahidi kulichukulia jambo hili kwa uzito mkubwa. Watanzania wanataka kuona maovu haya yanakomeshwa na wahusika wanashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Mwisho tunawaomba waamini na wote wenye mapenzi mema tumwinulie Mungu mioyo yetu kwa sala na maombi. Tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie haki, amani, uhuru, upendo na umoja vistawi tena katika nchi yetu. Na Mungu mwenye uwezo wote atuondolee vyote vinavyotudhuru, na awajalie neema ya toba ya kweli na uongofu wa moyo wale wote wanaopanga, kufadhili na kutekeleza maovu haya, ili waepukane na adhabu na laana ya milele. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bikira Maria, mama wa mkombozi. Bikira Maria, afya ya wagonjwa. Bikira Maria, malkia wa amani. Asanteni sana. Tumsifu Yesu Kristo.